Wengi wamekuwa wakimsoma kupitia vitabu na historia mbalimbali, lakini pia wengi zaidi wamekuwa wakivutiwa na utendaji kazi wake, hasa namna ambavyo amekuwa akiongoza nchi ya Burkina Faso na namna ambavyo amekuwa akishirikiana na wananchi wa Burkina Faso na kuiongoza nchi hiyo kwa mafanikio makubwa kwa kipindi kifupi, na watu wakafika mbali zaidi na kumfananisha na hayati John Pombe Magufuli. Karibu sana, hii ni Dunia Digital Update. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Niko hapa kwa ajili ya kukupitisha kwenye mambo mbalimbali ambayo pengine huyajui na unatamani kuyajua juu ya rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, kamanda huyu ambaye alichukua madaraka mnamo Oktoba 2022 baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa rais Paul Henri Sandaogo Damiba kutoka madarakani. Ibrahim Traore ambaye alikuwa ni luteni kanali wa jeshi la Burkina Faso alikuwa kiongozi wa kundi la wanajeshi walioshika madaraka baada ya kumtungua Damiba, na nikupitisha kwenye historia na mapinduzi ambayo yamemfanya mpaka Ibrahim Traore akasimama kama rais wa Burkina Faso. Ibrahim Traore alijitokeza kama kiongozi wa mapinduzi baada ya hasira ya wananchi dhidi ya uongozi wa Damiba, hasa kuhusu kushindwa kwa serikali ya Damiba kukabiliana na vitisho vya kiusalama vilivyokuwa vinazidi kuongezeka kutoka kwa makundi ya kigaidi, hasa katika kaskazini mwa Burkina Faso. Katika hali ya wasiwasi, wanajeshi chini ya Traore walichukua hatua za kumuondoa Damiba, na Traore alitangazwa kuwa kiongozi wa mpito wa taifa hilo. Na baada ya kuchukua madaraka, Ibrahim Traore aliweka wazi kuwa ataendelea kupambana na vitendo vya kigaidi vinavyoshambulia sehemu mbalimbali za nchi hiyo, na aliahidi kufanya mageuzi katika sekta ya usalama na kuleta uthabiti wa kifedha na kijamii kwa wananchi wa Burkina Faso. Hata hivyo, uongozi wake umejawa na changamoto kubwa za kijeshi na kiuchumi, kwani hali ya kiusalama bado ni tete na mapigano dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu yameendelea kuwa kikwazo kikubwa. Kwa nyakati tofauti, Traore ameahidi kwamba taifa litakwenda kwenye uchaguzi wa kidemokrasia baada ya kipindi cha mpito, ingawa ameweka wazi kwamba atahakikisha kwamba hali ya usalama itaimarishwa kwanza kabla ya uchaguzi wowote. Hali ya kisiasa ya Burkina Faso ni tete na uongozi wa Ibrahim Traore unakumbana na shinikizo la kuleta utulivu na usalama, huku pia ikikabiliwa na changamoto za kimataifa kuhusu ushirikiano wa mataifa ya magharibi na jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Pamoja na yote lakini Ibrahim Traore anazingatia sana baadhi ya maeneo ambayo ni maeneo makuu akitumia katika uongozi wake. Mojawapo ikiwa ni kupambana na ugaidi. Burkina Faso imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya kigaidi kutoka kwa makundi ya Kiislamu, hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki ya nchi. Traore amejikita zaidi katika kuimarisha uwezo wa kijeshi na usalama, na moja ya ahadi zake kuu ni kuondoa makundi ya kigaidi na kuhakikisha usalama wa raia. Katika kipindi chake cha uongozi amekuwa na jukumu la kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya wanamgambo na kujaribu kudhibiti maeneo ambayo yanaathiriwa zaidi na ghasia, lakini pia sababu nyingine ikiwa ni mapinduzi ya kijeshi na kuimarisha uongozi wa kijeshi. Ibrahim Traore alikamata madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi ambayo yalifanyika Oktoba kama nilivyokwisha kuambia 2022. Hivyo naye pia anatumia mtindo wa kijeshi wa utawala, akiongoza serikali kupitia ushirikiano wa wanajeshi na viongozi wa kijeshi. Hii ni tofauti kabisa na serikali ya kiraia, lakini Traore anaendelea kudai kuwa anahitaji muda zaidi ili kuimarisha usalama na kurudisha utulivu wa kifedha na kijamii kabla ya kurudi kwenye mfumo wa kidemokrasia. Moja ya vitu ambavyo anakumbana navyo pia ni kuvunjika kwa mahusiano na nchi za magharibi, na miongoni mwa hatua alizochukua Ibrahim Traore alionyesha kupendelea ushirikiano zaidi na nchi za Afrika na kutoegemea sana nchi za magharibi, hasa baada ya kuondolewa kwa Rais Damiba ambaye alikuwa akipokea msaada mkubwa kutoka kwa mataifa ya magharibi kama Ufaransa na Marekani. Traore ameonyesha kuwa anataka kujenga mshikamano na nchi za Afrika Magharibi, ingawa uhusiano wake na mataifa hayo bado unakumbwa na changamoto kutokana na hali ya kisiasa na kijeshi. Na changamoto kubwa sana ambayo anapitia ni uongozi wa kidemokrasia na maendeleo ya taifa, ambao amekuwa akisisitiza kuwa kipindi cha uongozi wake ni wa mpito na kwamba baada ya kuimarisha usalama nchi itarudi kwenye uchaguzi wa kidemokrasia. Hii inamaanisha kuwa anatarajia kurudi kwenye mfumo wa kidemokrasia ambao wananchi wataweza kuchagua viongozi wao kwa njia ya kura. Hata hivyo, ahadi hii inakuja wakati ambapo hali ya kiusalama na uchumi bado ni tete na kuna hofu kuhusu muda ambao utachukua kabla ya uchaguzi.
uchaguzi. Burkina Faso inakutana na changamoto kubwa sana za kiuchumi, hasa kutokana na usalama mbaya na majanga ya kijamii. Traore ameahidi kuongeza juhudi katika kutatua changamoto hizi, lakini ni vigumu hasa kudhibiti hali ya uchumi wa taifa ikiwa hali ya usalama ni tete. Licha ya hayo, Traore ameahidi kuboresha huduma za kijamii ikiwa ni pamoja na afya na elimu kwa lengo la kuongeza ustawi wa kijamii. Lakini pia kubwa zaidi ambalo wanakutana nalo ni upinzani wa kimataifa na shinikizo kutoka ECOWAS. Mkutano wa Jumuiya ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS na mataifa ya Magharibi unatoa shinikizo kwa Burkina Faso ili kurudi kwenye mfumo wa kidemokrasia. ECOWAS pia imetishia kuwekea vikwazo nchi hii ikiwa itachukua muda mrefu kuendelea na kipindi cha mpito. Hata hivyo, Traore ameonyesha kukataa shinikizo hilo na kudai kuwa utekelezaji wa mageuzi ni lazima kwanza ufanyike ndani ya nchi kabla ya uchaguzi. Kama ilivyo kwa viongozi wengi wa kijeshi au wale waliotoa madaraka kwa njia ya mapinduzi, Ibrahim Traore anapitia shinikizo kubwa la kutokubalika kutoka kwa baadhi ya makundi ya ndani na nje. Katika kipindi cha uongozi wake kumekuwa na jaribio la kumuondoa madarakani au kuuawa. Inasemekana kwamba alikuwa akikutana na vitisho vya kimaisha kutoka kwa wapinzani wa kisiasa, baadhi ya wanajeshi waliokataa mapinduzi na pia makundi ya kigaidi yanayoshambulia maeneo mbalimbali ya Burkina Faso. Kwa mfano, mwaka 2023 kulikuwa na ripoti kuhusu jaribio la kutaka kumuua Traore. Hata hivyo, alinusurika ingawa matukio kama haya yameendelea kuwepo. Vitisho vya kiusalama ni sehemu ya changamoto kubwa anazozikabili katika utawala wake. Mapinduzi haya yamesababisha kugawanyika kwa maoni ya ndani ya jeshi, na baadhi ya wanajeshi waliokuwa upande wa rais wa zamani wanatuhumiwa kuwa sehemu ya mpango wa kumuondoa Ibrahim Traore. Vikwazo vya kimataifa na upinzani wa kiuchumi, kando ya vitisho vya ndani, pia amekuwa akikutana na changamoto hivyo. Lakini pia hali ya usalama ndani ya Burkina Faso pia inabaki kuwa tete, kwani bado kumekuwa na changamoto, na Ibrahim Traore amekuwa akikutana na hatari kubwa tangu alipoingia madarakani, akitumia nguvu ya kijeshi na kuunda mipango ya usalama ili kuhakikisha anaendelea kutawala. Ingawa amepitia vikwazo vya kiusalama binafsi na jaribio la kumuua, bado anaendelea kuongoza kwa namna ambavyo inachangia kuboresha hali ya kiusalama, ingawa changamoto hizi zinabaki kuwa sehemu muhimu ya mustakabali wake wa kiuongozi. Mwaka huu nchini Tanzania kumekuwa na mkutano ambao umewakutanisha wakuu wa nchi mbalimbali, na moja ya watu ambao walitarajiwa kufika alikuwa ni Ibrahim Traore, lakini alishindwa kufika katika ziara hiyo kwa sababu ya vikwazo vya kiusalama, ama katika mkutano huo kwa sababu ya vikwazo vya kiusalama na kisiasa. Hii ni Dunia Digital. Update mbalimbali zinakujia kutoka hapa. Endelea kusubscribe, kulike, kushare na comment.